Najua mpaka sasa hivi tumeshajua mambo kadhaa kuhusu Stellenbosch na namna ambavyo walivyoanzishwa, historia yao ya kisoka jinsi ilivyo, lakini ninaamini kabisa kuna baadhi ya vitu kadhaa ambavyo binafsi yako natamani kuvisikia. Na niko hapa kwa ajili ya kupiga hiyo story. Tuweze kujua hawa jamaa wako vipi, wamefikaje hii hatua ya semifinal ambayo wanaenda kucheza na kikosi cha Simba katika mchezo utakaopigwa kwenye uwanja wa New Amani Stadium. Uuzaji wa tiketi unaendelea kuushangaza ulimwengu kwa sababu Simba wanaonesha ni kwa kiasi gani huu msimu wanahitaji kufanya kazi ile nzuri. Kama nilivyokueleza kwenye episode iliyopita kwamba hawa jamaa wamewekeza zaidi kwenye eneo la kuuza wachezaji. Na wamekuwa wakifanya vizuri kwenye ile eneo kukuza wachezaji, na wamekuwa wakiuza wachezaji wengi sana kwenda nje ya nchi. Na kwenye ile eneo hawa jamaa wanahitaji kupigiwa makofi. Wamekuwa wakifanya kazi nzuri sana. Lakini ya kupasa kujua kwanza, thamani ya Stellenbosch ni kubwa kuliko thamani ya kikosi cha Simba. Thamani yao sasa hivi ni euro milioni 11.4 euro, ambayo ukileta kibongo unazungumzia bilioni 34,815,600,000. Naomba kurudia, thamani yao kwa hivi sasa ni bilioni 34,815,600,000. Hii ni miongoni mwa kikosi ambacho kina thamani kubwa sana kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa nini? Tumepataje thamani? Kwanza tunaangalia kikosi chao jinsi kilivyo, kwa maana ya namna ambavyo kikosi chao jinsi kilivyo, tukichukua umri wa wachezaji wao, tukaangalia mikataba walionayo, the way ambavyo wanavyolipa mishahara yao, inatosha kutuelezea kwamba hawa jamaa thamani yao iko vipi. Ni miongoni mwa timu ambayo kusema la ukweli thamani yake iko juu sana, kama ambavyo nimekuambia kwamba thamani yao ni bilioni 34. Ni moja kati ya timu ambazo binafsi mimi ninafurahia nikizitazama, kwa sababu hata ukiangalia age average yao si mbaya sana wala si nzuri sana. Wako kwenye age average ambayo inakuonesha kwamba wachezaji walionao bado ni wadogo, na age average yao ni miaka 27 na miaka 26. Sio mbaya. Unaweza ukaona ni miaka 25, by the way, 25.8. Hiyo ndio age average yao. That's why ukiangalia thamani yao inakuwa ni kubwa sana. Kocha wao nilimzungumzia Steven, na huyu ni kocha ambaye ana uraia wa Afrika Kusini japo ni mzungu. Anapenda sana mfumo ambao unatumika sana kwenye ligi kuu Tanzania bara. Ni aina football ambayo hata Simba wao wenyewe wanautumia, mfumo wa 4-3-3, kwa maana mabeki 4, viungo 3 na washambuliaji 3. Hawa jamaa walianza safari yao ya maisha ama kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika mbele ya kikosi cha inaitwa Nsingizini Ospas, ambao wao wanatokea Eswatini. Mchezo wa kwanza Nsingizini akiwa nyumbani akafungwa 3-0. Mchezo wa pili akafungwa 5-0. Na hawa jamaa wakawa wameingia kwenye hatua ya wakapata nafasi nzuri sana ya kusogea katika hatua inayofuata. Na hatua inayofuata walikuwa wanakutana na kikosi cha AC Vita kutokea pale DRC Congo. Na mchezo wa kwanza wakiwa nyumbani kwao Stellenbosch uliopigwa tarehe 13 ya mwezi wa 9 mwaka 2024, wakashinda mabao 2-0. Na mchezo wa pili wakawa nakipiga dhidi kikosi cha AC Vita katika uwanja wao nyumbani marejeano tarehe 22 ya mwezi wa 9 mwaka 2024. Na mchezo huo Stellenbosch wakiwa ugenini wakamaliza kwa sare ya 1-1. Na hiyo sare ya 1-1 ndio ikawapa uwezekano wa wao kwenda katika hatua inayofuata, kwa sababu kapita kwa aggregate ya mabao 3-1. Lakini kwenye mchezo tukashuhudia mchezaji wao mmoja akipata kadi ya manjano, na hiyo ikawa ni safari yao ya kuingia katika hatua ya makundi. Wakajipata wapo kwenye kundi B pamoja na Berkane, Luanda, CD Luanda na pamoja na Stade Malien. Kwenye hilo kundi hao jamaa wakamaliza wakiwa na alama 9, wakiwa wameshinda michezo 3 na kupoteza michezo 3. Walifunga mabao 6 wakifunga mabao 10, kusema kwamba ni timu ambayo ilionekana inafungwa sana. Je, safari yao ilikuwaje?
tuanze kuangalia mchezo wao wa kwanza ulikuwa ni dhidi ya Stade Malien, ambapo mchezo alifungwa bao 2-0. Ugenini hawakufanikiwa kupata bao. Mchezo wao wa pili ulikuwa ni dhidi ya Berkane, ambao wakiwa ugenini wakafungwa bao 3-1. Ugenini kwenye hatua makundi wakafunga bao lao la kwanza tarehe 8 mwezi wa 12 ya mwaka 2024. Mchezo wa pili sasa ndo wakaenda ugenini pia kucheza dhidi ya SD Luanda kutoka Angola. Stellenbosch wakashinda bao 1-0, na huo ulikuwa ni mchezo ambao uliwarudisha mchezoni na kuona kwamba wataweza. Mchezo wa marejiano walikuwa nageuka na SD Luanda kutoka Angola. Mchezo wakiwa uwanja wao nyumbani wakashinda bao 2-0, na huu ulikuwa ni mchezo wao wa kwanza kucheza wakiwa katika uwanja wao nyumbani, kwa sababu walicheza michezo mitatu back to back away. Mchezo wao wa kwanza kucheza nyumbani wakashinda bao 2-0. Baada ya hapo hawa jamaa wakamkaribisha Stade Malien wakiwa nyumbani kwao, na huo mchezo wakashinda tena bao 2-0. Kumradhi, mchezo ambao walipoteza dhidi ya Berkane nyumbani walifungwa bao 3-1, kama utakumbuka, bao 3-1. So mchezo waliocheza dhidi ya Malien wakiwa nyumbani ukawa ni mchezo ulioongezea alama 3 kwenye zile 3 walizokuwa nazo, wakafikisha 6, na huo pia walishinda wakiwa na nyumbani. Mchezo uliofuata pia ilikuwa inabidi wasafiri kuelekea kucheza na Berkane pale Morocco. Bahati mbaya ule mchezo wakatandikwa bao 5-0. Mchezo wao wa mwisho kwenye hatua ya makundi ilikuwa ndo hiyo ambayo walicheza dhidi ya Berkane, kama nitakuwa niko sahihi, ambao ndo ulikuwa ni mchezo ambao ulikuwa ni wa mwisho. Hapo katikati michezo yao mitatu, ukumbuka walishinda dhidi ya SD Luanda, wakashinda dhidi ya Malien wakiwa nyumbani, na wakashinda dhidi ya Malien tena wakiwa nyumbani. So ni kama kuna timu moja ambayo walipiga nyumbani na ugenini. So jamaa wakawa wamequalify kwenda kucheza hatua ya quarter final. Hatua quarter final hao jamaa wakawa wanakutana kikosi cha Zamalek wakiwa nyumbani, wakashinda wakasare 0-0, alafu away ndo wakaenda kufunga bao 1-0, na ndio hilo ambalo limewafikisha hapa walipo sasa ndani ya kikosi cha Simba. Hawa ndo Stellenbosch na safari yao kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika. Hapo katikati kuna namna nimekuchanganya, lakini nimeiweka sawa clear kwamba tukiweka clear the way ambavyo walivyoanza ni kwamba walipoteza mchezo wa kwanza dhidi ya Berkane, wakaja kushinda mbele ya kikosi ya SD Luanda, wakageuka naye SD Luanda wakampiga nyumbani na ugenini, wakaja kukutana na Stade Malien nyumbani wakashinda, and then wakaja kufungwa na Berkane kwa jumla ya mabao 5-0. So kwenye hii hatua makundi wakawa wamemaliza wamefungwa mabao mengi sana. Na ukiangalia kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, kuna timu ambazo ilifungwa mabao machache. Kwenye timu ambazo ilifungwa mabao mengi, Stade Malien yupo. Tunaanza na timu ya Bravos, tunakuja na timu ya Orapa pamoja na timu ya Black Bulls. Inayofuata hapo ni hawa Stellenbosch pamoja na kikosi cha Sfaxien ambao kwa jumla walifungwa mabao 10. Ni hayo tu kwa sasa, naamini kabisa imebamba. Usiache kuniandikia hapo chini kwenye comment, utakuwa umefanya kazi nzuri. Saluti la familia.